Kabila amekuwa nje ya Kongo tangu mwaka 2023 na haifahamiki yuko nchi gani. Tukiondoka Kongo, tuimulikie ziara ya Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini iliyofanyika wiki hii ikulu ya White House huko Marekani, ambako alikutana na Rais Donald Trump. Kwa mujibu wa Ramaphosa, ziara hiyo ilikuwa ya mafanikio makubwa iliyoangazia pia masuala ya migogoro ya barani Afrika ikiwemo Kongo. Mwandishi wetu Bryson Bichwa alitutumia ripoti zaidi. Marais Donald Trump na Cyril Ramaphosa wamezungumzia juu ya juhudi za kidiplomasia na pia juu ya kuondoka wanajeshi wa kikanda kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema tumefanikisha hilo kupitia msaada wa watu wenye vipaji vikubwa ambao wamesaidia kusuluhisha vita vilivyokuwa vikiendelea kwa miaka mingi kati ya Rwanda na Kongo. Na nadhani tumeweza. Uamini usiamini, nadhani tumeweza. Kauli hiyo ya Trump imepokelewa kwa hisia mseto, huku wengi wakitafsiri kama ishara ya Marekani kuonyesha upya nia ya kushiriki katika amani ya Afrika. Lakini pia ikumbukwe kuwa juhudi hizo hazijaanza sasa, bali zimekuwa zikiendelea kwa miaka mingi na juhudi za kikanda barani Afrika. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini hakusita kuutambua mchango wa Marekani, lakini akaweka wazi kuwa juhudi za ndani ya bara la Afrika zimekuwa msingi muhimu wa jitihada hizo. Tunapaswa kukushukuru kwa juhudi hizo pia, kwa sababu bara la Afrika hasa SADC limekuwa likijitahidi kwa miaka mingi kuleta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo basi, juhudi zote iwe kutoka ndani ya bara au nje ya bara ni za thamani sana. Tunaondoa wanajeshi wetu huko ili amani iweze kutawala katika eneo zima. Hata hivyo, sio kila Mkongomani anaona ushirikiano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani kama suluhisho la amani mashariki mwa nchi hiyo. Kiongozi wa Wazalendo Afrika Kusini Ezekiel Ndundu anaona Rais Felix Tshisekedi ameipa Marekani uhuru wa kuchimba madini. Wakongomani wote wanapenda ni amani, lakini hauwezi kupana mali ya nchi yote eti mtu akuje kuchukua mali ya nchi yako ndio upate amani. Tutabaki na nini wewe? Ushirikiano wa kimataifa na kikanda utafungua mlango wa amani ya kudumu, sio tu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali kwa ukanda mzima wa Maziwa Makuu. Bryson Bichwa, DW, Pretoria. Makala ni Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Ukiwa ndo kwanza wewe unajiunga nasi hivi sasa, nikukumbushe tu kwamba huu ni wasaa wa kuyasikia tena yaliyoripotiwa kuhusu bara la Afrika ndani ya juma zima. Na mimi ni Saumu Mwasimba. Tukimulikia Uganda, ambako bunge la nchi hiyo lilipitisha katikati ya wiki hii miswada miwili tata ambayo kwa mujibu wa wachambuzi inalenga kudhoofisha vyama vya siasa na kwa ujumla upinzani nchini humo. Miswada hiyo inahusisha mabadiliko ya sheria kuhusu masharti ya ufadhili wa serikali kwa vyama vya upinzani pamoja na kurudishwa kwa mamlaka ya mahakama ya kijeshi kuendesha kesi dhidi ya raia. Katika ishara ya kupinga hatua hiyo, wabunge wa upinzani waliondoka kwenye kikao cha bunge wakati miswada hiyo ilipokuwa ikipitishwa. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel alitutumia ripoti zaidi. Yumkini Uganda imeingia katika njia panda nyingine ya kidemokrasia, utawala wa kisheria na haki za binadamu baada ya kupitishwa kwa miswada hiyo ambayo imeharakishwa sana ikilinganishwa na mingine. Kiongozi wa upinzani bungeni Joel Senyonyi aliyeongoza wenzake kususia kikao amesema kuwa watawasilisha kesi mahakamani kupinga kupitishwa kwa miswada hiyo. Miswada hiyo inakandamiza si tu demokrasia lakini utawala wa sheria na tutakwenda mahakamani. Mswada wa kwanza kupitishwa ni ule ambao umelenga kukosesha vyama visivyojumuika katika kundi la pamoja la vyama vya siasa maarufu kama IPOD kutofadhiliwa na serikali. Awali vyama vilifadhiliwa kutokana na idadi ya wabunge wao, na kwa hiyo chama cha NUP kinachoongozwa na Robert Chagulanyi almaarufu Bobi Wine kimekuwa kikipata kiasi kikubwa cha pesa ambacho kama njia ya kudhihirisha uwazi na uwajibikaji kwa wafuasi wake kimejenga makao makuu katika kipindi kidogo cha miaka mitatu tu ikilinganishwa na chama tawala cha NRM ambacho hukodi.
Lakini kupitishwa kwa mswada tete zaidi ambao utarejesha mamlaka ya mahakama ya jeshi kuendesha kesi dhidi ya raia alasiri ya leo ndilo jambo ambalo limetumbukiza hali ya haki za binadamu Uganda katika mashaka zaidi. Huyo alikuwa ni Emmanuel Lubega kutoka Kampala na ripoti hiyo. Katika kanda ya Afrika Magharibi, rais wa Baraza la Ulaya alifanya ziara nchini Ivory Coast. Antonio Costa aliyeitembelea Abidjan aliwaambia viongozi wa nchi hiyo na kanda ya Afrika Magharibi kwamba Umoja wa Ulaya ni mshirika muhimu na wa kuaminika kwa bara la Afrika, akikumbusha mahusiano ya kihistoria. Historia yetu ya ukoloni ilimalizika miaka 50 iliyopita na tumejifunza kwamba mahusiano yetu na Afrika yalibidi kubadilika kabisa, na hiyo ndio sababu tumekuwa washirika wa kuaminika na tunaoweza kutabirika. Sikubaliani na mtazamo unaoonyesha kwamba Afrika au mataifa machache Afrika yanalipa kisogo bara la Ulaya. Mataifa mengi ya Afrika yamekuwa yakionyesha kujisogeza zaidi kwenye ushirikiano na China na Urusi katika masuala mbalimbali ikiwemo ulinzi na usalama. Costa ambaye alikuwa Abidjan alipokea tuzo ya UNESCO ya amani ya Felix Houphouët-Boigny. Alikosoa pia mtindo ulioshika kasi katika eneo hilo la Afrika Magharibi wa kufanyika mapinduzi. Sisi hatuungi mkono viongozi walioingia madarakani kupitia mapinduzi, lakini tunaendeleza mahusiano na wananchi. Mbali na wale wanaoongoza mataifa haya, tunalazimika kufanya kazi kwenye mataifa haya kuunga mkono na kuwasaidia wananchi ili kuendeleza juhudi za maendeleo, kupambana na ugaidi na kuwasaidia kuchangia uthabiti na la stabilite et la paix. Tuzo aliyopokea rais huyo Baraza la Ulaya Antonio Costa huko Abidjan hutolewa kwa watu au taasisi ambazo zimechangia kuleta amani. Msikilizaji, tukirudi tena huko Afrika Mashariki, hivi sasa tunaitazama hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba huko nchini Tanzania. Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma katika taifa hilo kiliendelea kupokea mafuriko ya wanachama kutoka chama kikuu cha upinzani kinachoonekana kuwa na mpasuko, Chadema, ambapo wanachama wengine zaidi ya 3,000 wakiwemo viongozi wa Chadema walijiunga na chama hicho, huku uongozi mpya wa chama hicho cha umma ukianza mkakati wa kampeni ya siku 14 ya nchi nzima iliyopewa jina la C4C au Chauma kwa mabadiliko. Mwenyekiti wa Chauma Hashim Spunda Rungwe, ambaye pamoja na mengine ameeleza sababu za kuwapokea vigogo wa Chadema na kuwapa uongozi kwenye chama chake. Nasikia kuna chama kimoja ambacho kinakataa kisishiriki uchaguzi, na hao watu wanajua kwamba sasa ni wakati wa uchaguzi, na anayesema hivyo ni kiongozi wa chama. Sasa hao wanachama wengine wanaona hapana, wao wana haja ya kugombea kwa namna moja au nyingine, kwa hiyo wanaanza kuondoka. Tumejadili katika chama na tukaona kwamba hawa kweli watatufaa na tunawapa nafasi ambazo zinaweza zikatufanya na sisi tueleweke kwamba tunagombea. Watakuja kwa ajili ya kuongeza nguvu katika chama. Hayo ni mambo ya huko Tanzania na harakati za kisiasa na wimbi hilo la wanachama Chadema kuhamia chama cha Chauma. Alikuwa ni Hashim Spunda Rungwe, huyo mwenyekiti wa Chauma. Huko Sudan Kusini bado hali ni ya wasiwasi kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk siku ya Ijumaa alitoa mwito kwa pande mbili zinazozuzana nchini humo kujiepusha na vita, huku akionya kwamba hali ya haki za binadamu imezidi kuzorota huku machafuko yakiongezeka. Msemaji wa Turk Saif Magango alikuwa na maelezo haya kuhusu hali ilivyo Sudan Kusini. Tunatahadharisha hivi leo juu ya kitisho halisi cha hali kuzidi kuwa mbaya linapohusika suala la haki za binadamu Sudan Kusini. Hii inatokana na kuongezeka kwa kasi kwa vita kati ya vikosi vya jeshi la taifa, na uhasama huu unazidisha hali kuwa mbaya na kutishia kuhujumu mchakato tete wa amani. Ni Afrika Wiki Hii, makala inayoandaliwa kila mwishoni mwa juma kutoka hapa DW kukupa uchambuzi kwa mara nyingine wa yale yaliyoripotiwa barani Afrika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliwarudisha takriban Wanyarwanda 1,100 katika nchi yao kupitia operesheni maalum iliyofanyika kwa siku 2
huko mjini Goma ambako walirejeshwa kupitia mpaka kati ya Kongo na Rwanda. Mengi zaidi alitutumia mwandishi wetu wa Goma, Benjamin Kasembe. Wakitumia njia salama zilizopangwa vizuri, huku wakitizama na idadi ndogo wakazi wa Goma waliowasili pia kwenye mpaka huo. Wakimbizi hao waliondoka kuelekea kwao. UNHCR inasema kuwa operesheni hii ni sehemu ya juhudi za kusaidia wakimbizi kurejea nyumbani kwa hiari, baadhi wakiwa watoto, wanawake na wazee. Wakimbizi hao wakitokea maeneo mbalimbali ya Kongo hapa waelezea hisia zao. Tumeona kukimbia hakuna kitu, nirudie kwetu, niende ona kwa wazazi wangu, sasa wanaikala nchi yetu ya kwetu. Kuna watoto basi tulimezara mwaiko, tulikimbia tukaenda Burengo, sasa tunafika hapa tunarudia wapi? Tunarudia Rwanda kule kwetu kwenye tulipokea. Hadi sasa takribani Wanyarwanda 1100 wamefaidika na juhudi hizi ambazo zimeonekana kuibua hisia mseto miongoni mwa wakazi hapa mashariki mwa Kongo. Benjamin Kasembe, DW, Goma. Tukamilishe Afrika wiki hii kwa kuitazama Mali ambako vyama vya kisiasa nchini humo vilitangaza kuchukua hatua ya kisheria kukabili uamuzi uliochukuliwa na utawala wa kijeshi wa kupiga marufuku shughuli za vyama hivyo. Hatua ya vyama hivyo imekuja baada ya mwanzoni mwa mwezi huu kiongozi wa kijeshi Assimi Goita kutangaza kuvivunja vyama vyote vya kisiasa na mashirika pamoja na kupiga marufuku mikutano. Vyama vya kisiasa nchini humo vimefungua kesi ya rufaa wiki hii katika mahakama 6 kuu za taifa hilo mjini Bamako kupinga uamuzi huo. Na mpaka hapo basi makala ya Afrika wiki hii imefikia mwisho. Hadi mara nyingine, mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nasi na kwaheri.